gani. Ninataka muweze kusikiliza kwa umakini ili mkajitafakari mnapotoka hapa na mnapokwenda kuwashawishi watu wengine wakanipigie kura ya ukombozi mimi Moza Ali, mkampigie diwani wa kata ya Kigogo Saleh Mbogo kura ya ukombozi, na mkampigie Salum Mwalimu kuwa rais wa Tanzania. Ndugu zangu watu wa Kigogo, kwanza kabisa nimewaona kuna ndugu zetu wa vyama tofauti wako hapa. Ninataka niwaambie kipaumbele changu cha kwanza, jimbo hili la Kinondoni, ukifika kwenye kuhitaji msaada kwenye ofisi ya mbunge, hautaulizwa kadi yako ya chama, utaulizwa kama unatoka jimbo la Kinondoni. Kwa nini ninasema hivyo? Ninataka kuhakikishia kama wewe ni CCM, kama wewe ni Chauma, kama wewe ambaye hauna chama, ninataka nikwambie ninaomba kura yako, kwa sababu mimi sitakuwa mbunge wa mto mfukoni, mimi nitakuwa mbunge wa wananchi wa jimbo la Kinondoni. Ndugu zangu watu wa Kigogo, ninataka kuwaambia jambo lingine. Ninafahamu hapa Kigogo ikifika kipindi cha uchaguzi wanakuja kuwalaghai na kuoshaosha mitaro, wanakuja kuwalaghai na kuchimba barabara, kama vile wanataka kuwekea lami, inakuja afu nakataa. Sawa sawa? Ninajua watu wa Kigogo ni mko mjini, nyie msidanganyike na watu wanaokuja kuwadanganya baada ya miaka 5 wameshakula wakashiba, wanakuja kuwafanyia nini sasa hivi. Ndugu zangu, ninataka kukupa sababu kwa nini unichague mimi Moza Ali. Kwa sababu gani uniambie? Mimi ninapenda kuwaambia wanawake wenzangu, ninapenda kuwaambia vijana na watu wenye ulemavu. Pale halmashauri pale kuna zile 10% kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya vijana na kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Sasa mimi ninakwenda kuahidi kitu ambacho mnaahidiwa nyie hapo havitekelezeki. Mimi sinagombea upinzani, si ndio? Ninataka nikienda kufanya jambo ni jambo linalotokea na kila mtu akapata haki yake. Sawa sawa? Naombeni mniazime imani. Imani hii ambayo mtakayoniazima tarehe 29 kunipigia kura mimi Moza Ali, ndani ya siku 100 za kwanza za mimi kuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, nitakwenda kudili na wanawake, nitakwenda kudili na vijana, nitakwenda kudili na watu wenye ulemavu wa jimbo hili la Kinondoni, ambao watakwenda kuwa na vikundi halisi vya wazi ambavyo vinajulikana, ambao kila mtu akapate mkopo. Tunapoendelea kupita nyumba kwa nyumba, ukikuta unaandika jina lako kuhusu Chauma, usiogope. Chauma tutozani hela, bali tunatafutiana mwanya wa sisi kupata hela, kila mtu akawe na maisha nafuu. Ndani ya siku 100 za kwangu ya kuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, tunapoendelea kupita nyumba kwa nyumba kuombana kura, tunapoendelea kuitana kwenye mikutano yetu hii ya hadhara, tunapoandikana majina sisi wenye vitambulisho na wasiokuwa na vitambulisho, ili kuendelea kusukuma tukapate kura nyingi za ushindi. Niwaambie, jimbo la Kinondoni, mnaona mtikio huu ambao umeitikia leo Kigogo, ni kila kata kuna muitikio huu. Nadhani mna smartphone, mnaweza kufuatilia mikutano yangu watu wanapokuja kwa umoja. Ndugu zangu, niwaambie, vikundi ambavyo vyote vitakavyokuwa vinaandikishwa ofisi ya mbunge, kutakuwa kuna mwanasheria ambaye atawaandalia katiba kwenye kila kikundi bure. Atawatafutia hati ya kikundi chenu bure. Mimi na diwani wenu tutapigania vikundi hivyo viwe vikundi halali na watu wanaopata mikopo wakaonekana. Tunaishi kwenye jamii moja Kinondoni, na sisi hatuuziani mbuzi kwenye gunia. Nitakuwa ninaleta mrejesho kila baada ya muda, ili vikundi hivyo tukiitana mikutano kama hii, vikundi hivyo tuvione, watu tunaishi nao waonekanike, ili tuseme tumefikia sasa hivi vikundi 100, tumefikia vikundi 200, watu wanapata fedha na mnaona wanafanya biashara
Wazazi wana hali ngumu, familia zina hali ngumu kweli kweli. Sasa ndani ya siku 100 tutaenda kukomesha, kwa sababu wametuambia elimu ni bure. Nitakwenda kusimamia elimu iwe bure kweli kweli. Ndugu zangu, swala la tatu, ninapenda kuambia tunapokwenda kwenye hospitali zetu, kuna huyu mbunge wa Mchongo amekuwa akiwaambia atakwenda kuwajengea zahanati. Akati zahanati tulizo nazo hazijaboreshwa, zahanati tulizo nazo hazina dawa, zahanati tulizo nazo hazina huduma bora ya mama na mtoto. Ndugu zangu, tunakwenda kwanza kuboresha. Tumwambie yule babu yule sasa hivi akapumzika, tutakuwa tunampelekea chai nyumbani kwake. Aniache kwanza mimi mtoto wa Kinondoni, ninayejua shida za Kinondoni, niliyekulia Kinondoni, tuliokula pamoja miguu ya kuku, tuliokula pamoja utumbo, yeye endelee kula kuku zake na wenzake. Mimi kwanza aniache nikawasaidia watu wa Kinondoni pale bungeni. Ndugu zangu, watu wa Kigogo, watu wa Kinondoni, ninapenda kuambia jambo muhimu sana kwa wanawake. Wanawake, mnisikilize kwa umakini, ili utakapokwenda kupiga kura yako ya ukombozi kwangu, ujue unakwenda kusaidiwa na mtu ambaye hana ubabaifu, ni mwanamke mwenzako, anajua shida zenu. Kwenye afya tuliambiwa huduma ya mama na mtoto ni bure, lakini tukienda hospitali tunalipishwa kuanzia madaftari. Tunaambiwa kadi tulipie, tunaambiwa huduma ya mama na mtoto ni bure, na tukifika tunalipia kuanzia pampers. Sasa ukisikia tarehe 29 umepiga kura yako ya ukombozi kwa Moza Ali, ukailinda kura yako ya ukombozi mpaka nikatangaza kwa mbunge wa jimbo hili, nitakwenda kusimamia kama walivyosema huduma ya mama na mtoto iwe bure. Nitasimamia na hii huduma ikawe bure kweli kweli, bila kupepesa macho. Ndugu zangu wa Kigogo, ndugu zangu wa jimbo la Kinondoni, ninawaomba mniazime imani yenu, na imani hii nitakwenda kuilinda kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu ninajua shida zetu. Jambo lingine kwenye afya, ninafahamu hali zetu za maisha zilivyo za chini. Ninafahamu wanawake wenzangu mnapoteshwa na mikopo ya chapchap. Najua mnapoteshwa na kausha damu. Ninajua mnapoteseka kwenye familia zenu na ndoa zenu, kwa sababu ya hii mikopo inawamalizia kila kitu. Ndugu zangu, watu wa Kinondoni, kwenye huduma ya afya hii inawahusu watu wote. Ninajua tunapokwenda mahospitali, mpendwa wetu amehudumiwa, ametangulia mbele ya haki. Tunajua sisi kama watu wa hali ya chini hatuna fedha kulipa gharama za matibabu za yule mtu. Ndugu zangu, nitakwenda kusimamia hili, kwa sababu wamesema hizi huduma watu kama familia watatakiwa wakae kama familia wasilipe. Sasa mimi nitakwenda kuwapigania na kusimamia na kushinikiza, ili kila mtu wa jimbo hili la Kinondoni anapopoteza mpendwa wake, akishapoteza mpendwa wake, zile gharama za hospitali za yule mpendwa wetu ambaye anadaiwa hospitali, tunaweza kukumbuka kuna 18% nyingi ambazo amezitumia akiwa kwenye uhai wake. Ndugu zangu, zile 18% nitazisimamia, ili kila mtu anayepoteza mpendwa wake akapewe mwili wa mpendwa wake, bila kuambiwa familia ikakae ikalipe hizo gharama. Kwa sababu gani nasema? Na watu watauliza inawezekanaje? Hili jambo linawezekana. Yule mpendwa wetu alishawahi kununua sukari, alishawahi kununua mafuta taa, alishawahi kununua mchele na marage. Kwenye vile vitu kuna 18%. Sasa zile 18% zikachukuliwa zikalipia gharama za matibabu za mpendwa wetu. Tupe mwili wetu tuende tukauzike. Nitakwenda kusimamia. Ndugu zangu, ninapenda